Chaya na kubaini bajeti inayohitajika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hii ya uzio katika shule hizi, na aweke katika mipango na bajeti ambayo inatokana na mapato ya ndani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajenga uzio katika shule hizi kwa ajili ya kuimarisha usalama wa wanafunzi, lakini mali za shule. Mheshimiwa Chingwile. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaishukuru serikali kwa ujenzi wa shule nyingi mpya za msingi na sekondari. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ziko shule ambazo zimejengwa katikati ya makazi ya watu, na hii kutokana na miundombinu ambayo ilishajaa tangu zamani. Je, serikali haioni haja sasa wakati wa ujenzi wa shule hizi ambazo ziko katikati ya makazi ya watu ni vizuri tukapeleka na component ya uzio ili kuweza kulinda vijana wetu wanaosoma katika maeneo haya? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na sera ya elimu bila malipo, udahili wa wanafunzi umeongezeka maradufu, na mazingira hayo yametengeneza uhitaji mkubwa sana wa ongezeko la miundombinu ya shule. Na serikali kuu kwa wakati huu kipaumbele chake namba moja ni kuhakikisha inajenga miundombinu ya msingi kabisa ambayo itawezesha kuanza kupokea wanafunzi hawa waweze kuanza kupata masomo yao. Lakini kwa kuzingatia na dhana hii ya D/D, yani ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, wajibu wa msingi wa kutenga bajeti na kupanga maendeleo ikiwemo kujenga miundombinu ya msingi kabisa katika sekta hizi za elimu, afya na kadhalika ni wajibu wa mamlaka zetu za serikali za mitaa. Kazi ambayo inafanyika na serikali kuu ni kuongeza nguvu. Kwa hiyo niendelee kutumia nafasi hii kuwasisitiza wakurugenzi katika mamlaka zetu za serikali za mitaa waweze kufanya tathmini katika maeneo ambayo yanahitaji uzio, katika shule ambazo zinahitaji uzio, lakini sio tu shule, hata katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya wafanye tathmini ya fedha inayohitajika kwa ajili ya kujenga miundombinu hiyo, na waweze kuweka katika mipango na bajeti za mapato yao ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha wanaanza kujenga miundombinu hii muhimu kabisa ya uzio kwa ajili ya usalama wa wanafunzi au tuseme wananchi kwa upande wa sekta ya afya, lakini mali za shule na vituo vya afya. Mheshimiwa Charles Kajege. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Uzio wa waya katika shule ya sekondari ya wasichana ya Marageo zilizoko katika jimbo langu unaonekana kutosheleza yale mahitaji yaliyokusudiwa. Je, ni lini sasa serikali itajenga uzio kwa kutumia matofali ili kutosheleza mahitaji tunayotaka? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kupongeza jitihada zilizofanyika katika kujenga uzio katika eneo alilolitaja Mheshimiwa Mbunge, na japo Mheshimiwa Mbunge anaeleza kwamba uzio huu haujitoshelezi na kuna uhitaji wa uzio kwa kutumia matofali, naomba nitumie nafasi hii kumwagiza mkurugenzi wa halmashauri aweze kufanya tathmini kwa kuzingatia maombi aliyoyasema Mheshimiwa Charles Kajege, na afahamu kwamba ni kiasi gani cha fedha zinahitajika kwa ajili ya kujenga uzio huu kwa matofali kama alivyoomba Mheshimiwa Mbunge, na aweze kuweka katika mipango na bajeti ya halmashauri kwa maana ya mapato ya ndani ili hatimaye waje waweze kujenga uzio huu kwa kiwango alichokitaja Mheshimiwa Mbunge. Waheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Ofisi ya Rais, Muungano na Mazingira. Nimwite sasa Mheshimiwa Esther Edwin Maleko. Mheshimiwa Esther Maleko anataka kufahamu kuna mpango gani kudhibiti uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu. Swali hilo limeelekezwa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, na Mheshimiwa Naibu Waziri Hamza Hamis Hamza ndo atakayeenda kutoa majibu ya serikali. Nipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Hamza Hamis kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu
unatokea katika sekta nyingi nchini. Ili kudhibiti uharibifu huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuandaa sera, sheria, kanuni, mikakati na miongozo mbalimbali inayobainisha hatua zinazochukuliwa kukabiliana na changamoto hizo. Hii inajumuisha na Sera ya Taifa ya Uhifadhi wa Mazingira ya 2020-2021, Sheria ya Usimamizi wa Mazingira sura 191 ikisomwa pamoja na marekebisho ya Sheria ya Usimamizi wa Mazingira namba 5 ya 2025 na Mpango Kabambe wa Taifa wa Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira 2232. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais itaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu uhifadhi wa mazingira na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kupitia njia mbalimbali ikiwemo pamoja na vyombo vya habari, ziara za viongozi na mafunzo shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Shari Raymond. Swali la kwanza, kwa kuwa pamoja na juhudi zote hizo za serikali bado uharibifu ni mkubwa sana wa mazingira, je, serikali imefanya tathmini gani kuona sasa ni wakati mwafaka kabisa kuleta ufanisi katika sheria hizo na sera ambazo zimeshapangwa kama alivyoeleza kwenye jibu la msingi? Swali la pili, Mlima Kilimanjaro ni kivutio kikubwa sana na kinaingiza hela nyingi nchini. Mlima huo, kivutio hicho ni kwa ajili ya theluji iliyo juu ya mlima ulio chini ya ikweta. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuhakikisha theluji ile haimaliziki kuyeyuka? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Maleko kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kama tulivyoeleza katika jibu letu la msingi kwamba moja miongoni mwa njia ambazo tumezitumia ama tunaendelea kuhakikisha kwamba tunadhibiti athari kubwa mabadiliko ya tabia nchi kama tulivyoeleza kwamba tuna sheria, tuna miongozo, tuna kanuni na tunazo kampeni mbalimbali. Nataka nimwambie Mheshimiwa, ndani ya sheria hizi, ndani ya miongozo hii, ndani ya kanuni hizi, ndani yake mna maelekezo ya kampeni mbalimbali, zikiwemo kampeni za utunzaji wa vyanzo vya maji, zikiwemo kampeni za upandaji wa miti, zikiwemo kampeni za matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini zikiwemo kampeni za utoaji wa elimu kwa wananchi, lakini zikiwemo kampeni za kuendelea kutafuta fedha ili lengo na madhumuni tuhakikishe kwamba tunapambana kwa vitendo dhidi ya athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Nataka nimwambie Mheshimiwa mbunge kwamba jambo la athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi serikali halijanyamazia kimya, na hatua zilichukuliwa, zinachukuliwa na zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, ipo mikakati mbalimbali ambayo kama serikali tumechukua katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti hali ya mmong'onyoko ama hali ya uyeyukaji wa theluji ama barafu katika mlima Kilimanjaro. Sisi ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na KINAPA tumechukua hatua madhubuti. Kwanza hivi karibuni Mheshimiwa Mwenyekiti, tulishiriki mkutano mkubwa wa kimataifa ulifanyika pale Tajikistan. Ulikuwa unazungumzia masuala ya glaciers conservation, namna ambavyo tutahifadhi barafu na theluji kwa zile nchi ambazo zina milima yenye barafu duniani. Pamoja na mambo mengine tulikubaliana kwa kauli moja. Hatua ya kwanza, tuende tukadhibiti matumizi ama shughuli za kibinadamu zinazofanyika katika milima hii. Lakini tulikubaliana tuende tukatafute fedha, kwa sababu tunaamini haya yote yatafanyika baada ya kupata fedha ndio tunakwenda kuhifadhi milima yetu. Lakini tulikubaliana kwamba tukapande miti ya kutosha, lakini tuwahimize wananchi wa nchi husika waache kuchoma moto na kufanya shughuli nyingine ambazo kwa namna moja zitapelekea uharibifu na kupungua kwa theluji katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Mheshimiwa Asia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa swali. Kumekuwepo na uchafuzi wa kimazingira katika kingo za bahari na mito, na ukizingatia fuko hizi za bahari tunazitegemea sana kwenye masuala mazima ya kuhamasisha utalii ndani ya taifa letu. Imekuwa ni sehemu ya kuleta mapato, lakini pia
kingo hizi za bahari, uchafu unavyoenda baharini pia unapelekea madhara mbalimbali ndani ya bahari na kupelekea maradhi mbalimbali. Nini mkakati wa serikali wa kuzisimamia fukwe hizi na kuzisimamia vizuri ili kuweza kuyatunza mazingira hayo? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu suala moja la nyongeza la Mheshimiwa Asia kama ifuatavyo. Mheshimiwa, ni kweli kuna baadhi ya shughuli zinafanyika katika kingo za bahari, lakini sio tu kwenye kingo za bahari, hata kwenye kingo za mito, kingo za maziwa, ambazo ni sehemu muhimu ya vyanzo vya maji vinavyosaidia shughuli nyingi za kiuchumi na mambo mengine katika nchi yetu. Na shughuli hizi zinapelekea kuchafua baadhi ya maeneo hayo. Sasa zipo hatua ambazo kama serikali tumezichukua. Kwanza ni kusimamia sheria. Hilo ndilo la kwanza, kwa sababu watu wengi wanafahamu kwamba kutupa taka maeneo hayo ama kufanya uchafuzi ni moja miongoni mwa makosa. Sasa sisi kama serikali tumeendelea kusimamia sheria inayosimamia mazingira, hasa mazingira ya pembezoni mwa vyanzo vya maji. Lakini tumekuwa tunaendelea kutoa elimu Mheshimiwa, kupitia makongamano, kupitia warsha, lakini kupitia shughuli mbalimbali za kimazingira. Lakini kikubwa zaidi tumeendelea kusisitiza wananchi kwamba shughuli zinazofanyika katika maeneo haya ya fukwe zisiharibu mazingira, kwa sababu mazingira yetu ndio kitu pekee ambacho tunakitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru. Nilikuona Mheshimiwa Jonas Zeland. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mto Mburumi umekuwa ukileta athari kubwa sana kila mwaka katika kijiji cha Kilimanjaro, Kichangani, Dunduma na Kisala. Na vijiji hivi viko kwenye hatari ya kupotea kabisa. Je, nini mkakati wa serikali katika kudhibiti huu mto ili usiendelee kuleta athari katika hivi vijiji? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue fursa hii nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa anayoifanya. Kwa kweli kila anaponikuta lazima niambie changamoto hii, kiasi kwamba kuonesha kwamba wananchi imekuwa ni changamoto kubwa. Lakini ni kweli kwamba tumeshakaa na Mheshimiwa mbunge, tumeshazungumza, na kuna kipindi alikuja na madiwani wake, tukakaa tukazungumza, madiwani wenye kata hizo na vijiji hivyo. Of course jambo hili ni jambo ambalo limewagusa wananchi wa maeneo hayo. Nimwambie Mheshimiwa kwamba tayari serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga kuta na kushughulikia changamoto zote ambazo aidha mito ama bahari ama maziwa maji yanaingia kwa wananchi, yanakuja kuleta changamoto. Lakini kubwa nimwambie Mheshimiwa kwamba kama tulivyopanga, tulivyokubaliana, kabla bunge hili halijamaliza, basi tutaona namna ya kwenda kukaa na kuzungumza na wananchi, kuona namna ambavyo tunaweza kuwasaidia. Mheshimiwa, nakushukuru. Waheshimiwa, Mheshimiwa Suleiman Kakoso, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Halmashauri ya wilaya Tanganyika ni kinara wa utunzaji wa misitu inayovunwa hewa ya ukaa. Serikali ina mkakati gani wa kuwasaidia hawa wananchi wa wilaya Tanganyika ambao wamevuna tani za kaboni ambazo hazina mnunuzi? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kakoso kutoka Tanganyika kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kwanza nichukue fursa hii niwashukuru na kuwapongeza sana wilaya Tanganyika na wilaya nyingine kwa kuwa wameitikia wito wa serikali wa kuendelea sasa kuitumia hii fursa ya kutunza misitu na kuweza kupata kaboni ya kutosha ili tuweze kutengeneza miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii, ikiwemo mashule, kujenga barabara, kujenga maji na kujenga hospitali za kisasa. Mheshimiwa, moja miongoni mwa mkakati mkubwa wa serikali hasa baada ya kuanzishwa kwa hii biashara ya kaboni ni kuhakikisha kwamba tunawatafutia wananchi masoko ya kutosha na ya uhakika ya kaboni hii. Na tayari serikali imeshawakaribisha makampuni mbalimbali kuja kuwekeza pamoja na kuweza kununua na kuweza kupata fedha za kigeni za kuweza kusaidia. Nimwambie Mheshimiwa kwamba jambo hili liko kwenye mchakato, serikali inalifanyia kazi. Wakati itakapokuwa tayari tutaona namna ambavyo serikali inaweza kuchangamkia fursa hii na wananchi wakanufaika. Mheshimiwa, ninakushukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Hamza, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Nimuite sasa Mheshimiwa Joseph Michael Mkundi, mbunge wa Ukerewe, aweze kuuliza swali lake. Mbunge wa Ukerewe Joseph Mkundi anataka kufahamu zipi athari za kisayansi zinazosababishwa na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Swali hilo limeelekezwa kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi na linapatiwa majibu na Mheshimiwa Alexander Mnyeti. Hadi
Sasa hapa nchini hakuna athari za kisayansi ambazo zimesababishwa na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Hii ni kwa sababu ufugaji unafanyika katika maeneo yanayokidhi vigezo vya kisheria na kitaalamu. Maeneo hayo yanabainishwa kwa utafiti na tathmini ya athari za mazingira na jamii inayofanywa na Wizara kupitia Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania, yani TAFIL. Vile vile, wafugaji wa samaki kwa vizimba wanafundishwa jinsi ya kutumia mbinu bora za ufugaji wa samaki kwa vizimba, ikiwa ni pamoja na matumizi ya chakula bora, vifaranga vya samaki wenye asili ya eneo husika na udhibiti wa magonjwa. Aidha, ufugaji wa samaki kwa vizimba umekuwa na mafanikio katika nchi kadhaa duniani, hususan Misri, Uganda na Zambia, ambapo umechangia kuongezeka kwa uzalishaji wa samaki katika nchi hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, iwapo ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba utafanyika bila kufuata taratibu, athari zinazoweza kujitokeza ni pamoja na uchafuzi wa mazingira na upotevu wa banuai za asili, yani genetic pollution. Hivyo, wizara inaendelea kujenga uwezo wa kuwasimamia wafugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ili kuzingatia sheria, kanuni na miongozo kwa lengo la kuwa na ufugaji wenye tija. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Joseph Mkundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa majibu ya serikali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika majibu ya msingi Mheshimiwa Naibu Waziri ameeleza wazi kwamba ufugaji huu usipofanyika kwa kufuata kanuni unaweza kuwa na athari kwenye mazingira, lakini na upotevu wa banuai za asili. Na hili linaweza kupelekea athari na upotevu wa samaki wa asili. Nini sasa mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba kunakuwa na ufuatiliaji na usimamizi wa karibu ili kuepusha athari hizi zinazoweza kusababisha kupoteza samaki wa asili? Lakini swali la pili, kufuatia uwekezaji wa ufugaji wa vizimba, kumekuwa na changamoto ya baadhi ya wafugaji kukosa soko la samaki kwa sababu uzalishaji umekuwa mkubwa. Mojawapo ni moja ya kikundi kwenye jimbo langu, jimbo la Ukerewe, kikundi cha Bagayo. Wamevuna karibu tani 12 lakini wamekosa soko. Nini sasa mkakati wa serikali kuwasaidia vikundi kama hivi ili iweze kuongezea tija? Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkakati wa serikali katika kuhakikisha kwamba tunalinda mazalia ya samaki asili ni pamoja na kutoruhusu vizimba kuwekwa mahala popote. Na ndio maana tumesema kwamba kabla ya kuweka vizimba ni lazima serikali kupitia TAFIL ijiridhishe ni eneo gani linaweza kuwekewa vizimba na eneo gani haliwezi kuwekewa vizimba. Sio tu kiholela kwamba mtu anachukua vizimba anapeleka popote kwenda kuweka vizimba, hiyo hapana. Ndio maana watu wetu, wataalamu wetu wanajua maeneo yote katika ziwa Tanganyika, katika ziwa Nyasa tumeshakamilisha ufuatiliaji wa kujua wapi tunaweza kuweka vizimba. Ziwa Victoria pia tunafahamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuweka vile vizimba ni maeneo kwanza ambayo sio ya mazalia ya samaki asilia, tunakwepa mazalia asilia yaendelee kujizalia kadri inavyowezekana. Kwa hiyo vizimba hivi wenyewe vinakwenda kuwekwa katika maeneo ambayo hakuna mazalia kabisa ya samaki asilia, na ndio maana uzalishaji unaongezeka. Hili la pili, Mheshimiwa Spika, la kukosa soko la samaki, ni muombe Mheshimiwa mbunge baada ya kikao hiki tukutane tuwaunganishe wafanyabiashara wake, wafugaji wake wa samaki na wafanyabiashara wakubwa wa samaki, kwa sababu taarifa tulizonazo ni kwamba tuna mahitaji makubwa ya samaki kuliko uzalishaji wa samaki tulionao. Sasa nitashangaa sana samaki yao kukosa soko wakati bado nchi inahitaji samaki. Pengine labda wafugaji wetu wamekosa network ya kujua wapi wanaweza kauza hao samaki. Serikali iko tayari kumuunganisha Mheshimiwa mbunge na wafanyabiashara wakubwa wa samaki ili tuone namna ya kuwasaidia wavuvi wetu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri, mbali na kwamba serikali mnahamasisha ufugaji wa samaki kupitia vizimba, lakini vile vile mliwahamasisha wafugaji kujiunga kwenye vikundi ili muweze kuwapatia vifaa vya kisasa waweze kuvua kisasa. Sasa unajua wananchi wa jimbo la Bunda mjini ni wavuvi kweli kweli na wamejiunga kwenye vikundi. Ni lini sasa serikali mtawawezesha vifaa vya kisasa ikiwepo na maboti waweze kuvuna kisasa? Waweze kuvua kisasa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli. Kwanza nimpongeze sana dada yangu Esther Bulaya kwa kazi nzuri anayoifanya kufuatilia maendeleo ya watu wake, na tumeshapokea orodha ya vikundi kutoka katika jimbo la Bunda mjini, Bunda vijijini, lakini pia Mwibala ambako mheshimiwa mbunge ameleta orodha ya majina ya vikundi vyake. Tumeshatoa vizimba na boti na nyenzo za kuvulia samaki kwa vikundi mbalimbali katika eneo la Ziwa Victoria. Awamu ya kwanza tulitoa vizimba vya kutosha. Sasa tuko kwenye hatua ya pili ya kutoa vizimba na tumeshaanzia Geita, tuko Mwanza, sasa tunakuja Bunda. Nimhakikishie mbunge kwamba baada ya wiki moja au mbili tunakwenda kugawa vizimba vingi sana katika eneo la Bunda, Tarime kwa Esther Matiko. Tutakwenda kugawa vizimba na nyenzo za kuvulia ili kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wa samaki wanakwenda kupata uzalishaji mkubwa wa samaki katika eneo hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tuwatangaze wageni ambao wapo ndani ya ukumbi wetu leo ili waweze kuwapa nafasi wageni wengine. Tuna wageni wengi. Wageni wa waheshimiwa wabunge, tuna wageni 8 wa Mheshimiwa Daktari Steven Lemomo Kiruswa, Naibu Waziri Madini. Hawa ni Chama cha Mabroka wa Madini Tanzania, CHAMATA, kutoka mkoa wa Arusha. Karibuni sana bungeni. Tuna wageni 4 wa Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Hawa ni viongozi wa Jubilee Alliance Tanzania na Upland Center Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Tuna mgeni wa Mheshimiwa Mohamed Lujuo Moni, mbunge. Huyu ni mchungaji Emmanuel Irunde Kidua, mchungaji mkuu kanisa la TAG Kisande Chemba, mkoa wa Dodoma. Karibu sana. Tuna mgeni wa Mheshimiwa Festo Richard Sanga, mbunge. Huyu ni ndugu Popat Prakash Propat, rafiki yake kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu bungeni. Tuna mgeni wa Mheshimiwa Innocent Seba Bilakwate, mbunge. Huyu ni Rashid Tabita, rafiki yake kutoka Kierwa, mkoani Kagera. Tuna wageni 2 wa Mheshimiwa Joseph Zakarius Kamonga, mbunge. Hawa ni ndugu zake kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Tuna wageni 2 wa Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo. Hawa ni marafiki zake kutoka jijini Dodoma. Karibuni sana. Tuna wageni 3 wa Mheshimiwa Venant Daudi Protas, mbunge. Hawa ni wapiga kura wake kutoka Igagula, mkoa wa Tabora. Siwaoni, labda hawajaingia. Tuna wageni 7 wa Mheshimiwa Katani Ahmed Katani, mbunge. Hawa ni maafisa tarafa kutoka Tandahimba, mkoa wa Mtwara. Karibuni sana maafisa tarafa. Lakini ana wageni wengine, hapana, tuna wageni 3 wa Mheshimiwa Masanche Njelu Kasaka, mbunge. Hawa ni viongozi wa mamlaka ya maji Chunya Chuwasa kutoka mkoa wa Mbeya. Karibuni sana wageni wetu. Wageni 25 wa Mheshimiwa Abdalla Jafari Chaurembo, mbunge. Hawa ni wenye viti wa mitaa kutoka Chamanzi, jimbo la Mbagala, mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana bungeni. Tuna wageni 5 wa Mheshimiwa Angelina Adam Malembeka, mbunge. Hawa ni viongozi wa chama cha walimu kutoka Masasi, mkoa wa Mtwara. Karibuni sana bungeni. Tuna wageni 6 wa Mheshimiwa Fatuma Hassan Tofik, mbunge. Hii ni kamati ya utekelezaji ngazi ya wilaya ya Chamwino, mkoa wa Dodoma. Wako pale, karibuni sana. Tuna wageni 25 wa Mheshimiwa Edward Olekaita Kisau, mbunge. Hawa ni watumishi wa halmashauri ya Kiteto, wanajiita ni kundi la Super Woman Group kutoka mkoa wa Manyara. Karibuni sana. Tuna wageni 84 wa Mheshimiwa Zaitun Saif Swai. Hawa ni wanafunzi na walimu wa shule ya Nalopa kutoka jijini Arusha. Karibuni sana bungeni. Tuna wageni 14 wa Mheshimiwa Selemani Mosh Kakoso, mbunge. Hawa ni maafisa ya elimu kata kutoka wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi. Wako pale, karibuni sana bungeni.
Tuna wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Hawa ni ndugu Abi Trai Sanga. Tuna wanafunzi 70 na viongozi 5 wa chama cha Scout kutoka shule ya wilaya ya Ubungo. Scout, karibuni sana, karibuni sana. Boy Scout na Girl Guides tunawaona pale. Tuna wanafunzi 55 na walimu 6 wa shule ya awali ya msingi Racing kutoka Kigamboni jijini Dar es Salaam. Karibuni sana bungeni. Tuna wageni 3 wa Mheshimiwa Maida Abdalla mbunge kutoka Geita. 3 kutoka Geita. Naona hawajaingia. Alafu tuna wageni 7 wa Mheshimiwa Katani, viongozi wa chama. Hawa nadhani nilishawasoma. Wageni 7 wa Mheshimiwa Katani. Hawako pale. Karibuni sana bungeni. Waheshimiwa bunge, tunaendelea na maswali. Tuende sasa Wizara ya Biashara na Viwanda. Yule aliyeteuliwa kuuliza kwa niaba ya mwenyekiti basi apate nafasi ya kuuliza swali. Mbunge wa Njombe mjini anataka Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa eneo mahususi la viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu. Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Viwanda na Biashara, na kwa niaba ya waziri na naibu waziri linakwenda kujibiwa na naibu waziri wa nyumba, ardhi na maendeleo, ndugu Geoffrey Pinda. Serikali inakubaliana na dhana ya kuanzisha eneo mahususi la viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu kwa kuwa inaendana na mipango ya kuanzisha kongani ya viwanda, ikiwa ni pamoja na mpango wa kuendeleza bidhaa za mbao zilizohandisiwa Engineering Wood Product Framework 2021-2031. Lengo ni kuongeza thamani ya mazao ya misitu kwa kuzalisha bidhaa za mbao handisiwa kama vile vina, plywood, marine board, blockboard na samani. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali imeandaa mpango maalum wa kuendeleza viwanda unaotarajiwa kutekelezwa kuanzia mwaka wa fedha 25-26. Kupitia mpango huo imepanga kuanzisha kongani za viwanda ngazi ya halmashauri nchini kulingana na rasilimali zinazopatikana katika halmashauri husika, ikiwa ni pamoja na kongani ya viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu. Mheshimiwa Edwin Enos Swale, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa wawekezaji wengi kwenye bidhaa za misitu hawana mpango wote endelevu wa kuongeza thamani kwenye bidhaa za misitu, na kwa kuwa wizara hii ya viwanda kazi yake ni uratibu wa viwanda hapa nchini, je, haioni haja sasa ya kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii kuanzisha eneo mahususi au one stop center mkoani Njombe kwa ajili ya viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu? Swali la pili, sisi kule mkoani Njombe ikiwemo kwenye jimbo la Mheshimiwa Deo Mwanyika pale Njombe mjini na jimbo la Lupembe, wako wawekezaji wanaovuna bidhaa za misitu, lakini wanawalipa wakulima bei kidogo sana kwenye magogo na kwenye mbao. Ni lini serikali itaweka bei elekezi kwenye bidhaa za misitu nchini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika mpango huu wa kuongeza thamani ya mazao yatokanayo na misitu, nikubaliane na ushauri wako. Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine tumelibeba hili kwa ajili ya kwenda kulichakata na kuona uwezekano wa kukaa pamoja ili kuweka thamani ya mazao haya na wakulima wapate faida inayotakikana. Lakini kuhusu bei,
ni kweli kabisa kwamba bei ya mbao inawezekana haijatolewa maelekezo rasmi juu ya bei elekezi, na hii inatokana na biashara yenyewe ilivyo, kwa maana ya viwango vya uzalishaji na ubora wa mazao yanayotokana na hili jambo. Kwa Mheshimiwa swali, tumelichukua hili jambo na wizara itakutana na nyie waheshimiwa wabunge mnaotoka kwenye eneo hili ili muweze kuyaweka vizuri masuala ambayo yanahusiana na bei ambazo kwa kweli mngependa zipewe maelekezo kutoa faida kwa wazalishaji. Mheshimiwa Naibu Waziri, nashukuru kwa kulichukua, lakini tunaomba mchukue kwa uzito mkubwa sana. Uwekezaji katika sekta hii umekuwa holela. Kwa hiyo tunaomba sana mlichukue kwa uzito, mfanye uratibu ili wananchi waone faida ya misitu. Kwa kweli Mheshimiwa, tumepokea maelekezo yako. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Maji. Mheshimiwa Taska Restituta Mbogo, mbunge wa viti maalum, swali hilo litaulizwa na Mheshimiwa Daktari Tea Ntara kwa niaba yake. Mheshimiwa Taska Mbogo wa viti maalum anataka kufahamu lini mradi wa maji wa miji 28 utaanza kutekelezwa wilayani Mpanda kwa kutoa maji bwawa la Milala. Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Maji na Mheshimiwa Naibu Waziri Kundo Mathew anakwenda kutoa majibu ya serikali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Kazi zinazotekelezwa katika mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio intake katika bwawa la Milala lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 13 kwa siku, ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji water treatment plant yenye uwezo wa kutibu maji lita milioni 12 kwa siku, ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 115 sanjari na ujenzi wa tanki lenye ujazo wa lita milioni 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 40% na unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba 2025 na kunufaisha zaidi ya wananchi wapatao 245,764 waishio katika manispaa ya Mpanda. Mheshimiwa Daktari Tea Ntara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Naibu Waziri kwa majibu yake yenye kuleta tumaini. Mimi nataka ajikomiti kabisa. Ni lini huo mradi utakwisha? Mpanda wana shida ya maji sana. Hilo swali la kwanza. La pili, pamoja na juhudi kubwa anazozifanya Mheshimiwa Jenista Mhagama wa jimbo la Peramiho kuhakikisha kijiji cha Mdundwaro kinapata maji, je, ni lini sasa maji yatakamilika pale Mdundwaro? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Ntara kwa swali zuri, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, majibu ya serikali ni kutokana na majibu ya msingi. Mradi huu utakamilika Oktoba 2025, lakini pia kwa upande wa swala la mradi wa Mdundwaro, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Dr. Ntara kwa kuendelea kushirikiana na Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge wa Peramiho, kwa kuhakikisha kwamba wananchi wa Mdundwaro wanapata huduma maji safi na salama. Ninatambua juhudi ambazo zinafanywa na Dr. Ntara na mradi huu tayari umeshafikia 25% na mradi huu unagharimu takribani bilioni 1.3 ambao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza Wizara ya Maji tupeleke kutokana na maombi ya waheshimiwa wabunge. Nimtoe hofu, wakandarasi wako site na wanaendelea na kazi, na naamini kabisa kwamba utakamilika kwa wakati. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimekuona Mheshimiwa Anatropia Theonest. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Wananchi wa wilaya ya Kyerwa tuliambiwa vijiji 48 kwa zaidi ya miaka 60 ya uhuru waliahidiwa wataletewa maji, vijiji 48 vikihusisha kata za Nkwenda, eneo la Runyinya, Kimuli, Nyakatuntu, Kamuli na maeneo mengine. Una neno gani kwao ambao zaidi ya miaka 61 wanasubiria maji? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimshukuru sana dada yangu Anatropia kwa kazi nzuri kwa kuendelea kuwasemea wananchi wa Kyerwa. Natambua kabisa kwamba lengo kuu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na falsafa ya Mama Samia kumtoa mama ndoo kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani ni vijiji takriban 6,000 na kitu ndio vilikuwa na maji. Na sasa kati ya vijiji 12,318 ni zaidi ya vijiji 10,650 sasa vinapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba maendeleo ni hatua kwa hatua na tayari tumeshafikia katika hatua nzuri. Nimtoe hofu na vijiji hivi 48 tutaviweka kwenye mpango ili lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Mbunge, tuendelee kushirikiana ili tuone namna nzuri zaidi ya kufikisha maji kwa haraka kwa wananchi. Asante sana Mheshimiwa. Waheshimiwa mliosimama nimewaona wote, kwa hiyo kaeni, tawaita moja moja. Tuanze na Mheshimiwa Joseph Kamonga. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kijiji cha Lipangala kata ya Mkongobaki kilikuwa miongoni mwa vijiji vilivyopangiwa kuchimbiwa visima vile 5. Sasa kijiji hiki cha Lipangala kiko juu sana kwenye mwinuko mkubwa kuliko vyanzo vya maji ambavyo viko chini sana. Kwa hiyo suluhisho pekee ilikuwa ni kisima. Sasa na pale mtambo ulienda haukufanikiwa kupata maji. Je, nini maelekezo ya wizara kwa wataalamu ili waweze kukamilisha kisima kile, wananchi wa Lipangala waweze kupata maji? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na namshukuru sana kaka yangu kwa kazi nzuri anayoifanya kwa wananchi wake wa Ludewa, na hakika pia tunamshukuru sana kwa kuendelea kushirikiana na Wizara ya Maji kutekeleza miradi ndani ya jimbo lake. Na kwa upande wa kijiji katika eneo la Lipangala ni kweli kabisa kumekuwa na changamoto hiyo, na mara nyingi Mheshimiwa Mwenyekiti, tukikosa maji sehemu moja tunachohitaji ni kutafuta sehemu nyingine ambayo ina maji na tukatengeneza mtandao kufika katika eneo ambalo hatujapata maji. Lengo la Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu ni kuhakikisha Watanzania wote, haijalishi unaishi wapi, lengo ni kwamba wapate huduma maji safi na salama. Nimtoe hofu, tutatoa maelekezo kwa wataalamu wetu watuletee taarifa na tuone nini tukakifanye pale. Tutaelekeza fedha na wataenda kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto ya pale ili wananchi wako wapate huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Zakaria Isai. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mradi wa kimkakati wa Benki ya Dunia kutoka mradi wa Sorai kule tarafa ya Nambis uliasisiwa kuanza kutekelezwa mwaka huu. Je, serikali imefikia hatua gani katika kutekeleza mradi huu kwa sasa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na namshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Zakaria, mbunge wa Mbulu mjini, kwa kuendelea kuwa mwakilishi anayetambua maana halisi ya uwakilishi kwa wananchi wake wa Mbulu mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa serikali ilifanya feasibility study kwa mradi huo na tayari tulishakamilisha detailed design ambayo imetupatia cost ya mradi huo ambapo ni takriban bilioni 85 inahitaji, lakini mradi huo unaenda kutatua changamoto katika zaidi ya vijiji 30 vya Mbulu mjini kwa Mheshimiwa Zakaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhamira ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kuharakisha upatikanaji wa fedha hizi. Na tayari andiko hilo limeshakuja wizarani na wizara inafanya juhudi stahiki kuhakikisha kwamba mradi huo unaenda kuanza mara moja na wananchi wa vijiji hivyo takriban 30 wapate huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Noah Molel. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kulikuwepo na miradi ya maji ambayo ilikuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais, miradi ya Olonyosambu ambayo ni fluoride, Siwandeti, Tarakwa, Kiranyi na Kimnya ambayo ilitakiwa ikamilishwe kwa ajili ya wananchi kuondoa changamoto ya maji. Je, ni lini sasa serikali itakamilisha miradi hiyo ili kuondoa shida na kero na adha ya maji kwa wananchi hao? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa kama ambavyo amesema Mheshimiwa Mbunge, na serikali tunatambua hilo, na status ya sasa namuomba Mheshimiwa Mbunge tukubaliane baada ya kutoka hapa niweze kufuatilia na niweze kumpatia majibu stahiki kwa ajili ya wananchi wake wa jimbo lake. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Masache Kasaka. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Chunya mjini tupo kwenye mradi wa miji 28, lakini mpaka sasa hivi mradi huu wa maji haujaanza na wananchi wa Chunya wanachohitaji ni maji. Je, ni upi mpango wa serikali wa muda mfupi kuhakikisha kwamba tunaongeza upatikanaji wa maji hasa kupitia visima virefu? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, namshukuru sana kaka yangu Masache Kasaka, mbunge mahiri kabisa kutoka Chunya, na sisi wizara, Mheshimiwa mbunge, tumekuwa tukiwasiliana na amekuwa akisisitiza kuhusu hili, na kwa niaba kwa maslahi ya wananchi wake, mradi wa matokeo ya haraka ambao unaendelea kutekelezwa na unatarajiwa kukamilika Septemba 2025, ni kutoe hofu. Huu mradi unaenda kufufua visima ambapo sasa ndio itakuwa suluhisho la muda mfupi wakati tukiwa tunasubiri mradi wa miji 28 utakapokamilika. Nimtoe hofu, mradi huu utaenda kutatua changamoto ya muda mfupi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Joseph Ananias Tadayo. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali ya awamu ya 6 imeipa wilaya ya Mwanga zawadi kubwa sana ya mradi wa Same Mwanga Korogwe. Sasa swali langu ni je, ni lini mradi huu utafika katika moja ya vijiji vikubwa vya wilaya ya Mwanga, kijiji cha Kifaru, kilomita zisizozidi 2 kutoka mradi ulipoishia? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na namshukuru sana kaka yangu Anania, mbunge wa Mwanga. Ni kweli kabisa Daktari Samia Suluhu Hassan aliwekeza mradi mkubwa sana Same Mwanga, na tayari kwa fezi ya kwanza umeshakamilika mpaka katika eneo la Kisangiro. Hapo maeneo yote yanapata huduma ya maji safi na salama, lakini pia tunafahamu kuna umbali wa kwenda katika kijiji cha Kifaru. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo inakuja katika fezi ya pili, na katika fezi ya pili kutokana na bajeti yetu ya mwaka unaokuja kuna takriban milioni 150 itahitajika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafikisha mradi huo katika kijiji cha Kifaru. Nimtoe hofu Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaenda kuhakikisha kwamba utekelezaji huo unafanyika kwa haraka ili wananchi wa eneo la Kifaru wapate huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante waheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, wakati tunataja majina ya wageni, kuna jina moja kidogo lilikuwa limechanganyika. Tuna mgeni ambaye anaitwa Fadhili Sanga ambaye ni kaka yake na mbunge mwenzetu Festo Richard Sanga kutoka Makete, kijiji cha Bulongwa. Karibu sana bungeni. Tunaendelea. Wizara ya Kilimo, nimwite sasa Mheshimiwa Josephat Sinkamba Kandege, mbunge wa Kalambo. Kwa niaba yake Mheshimiwa Fatma Taufik. Mheshimiwa mbunge wa Kalambo anataka kufahamu lini ujenzi wa skimu za umwagiliaji utaanza na kukamilika katika maeneo yote ya wilaya ya Kalambo yaliyobainishwa kuwa na fursa za kilimo. Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Katika mwaka wa fedha 2024/25 Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali nchini ikiwemo upembuzi yakinifu na usanifu wa skimu za Ilimba, Mkowe, Santa Maria, Sopa, Kamawe, Kasanga, Katete, Mtutumbe, Kasitu, Tatanda, Mao, Katazi, Mnazi, Kaluko, Kileshi, Kalambo, Kambo, Kalembe, Ulumi na Katuku zenye ukubwa wa jumla ya hekta 21,300 zilizopo katika wilaya ya Kalambo. Upembuzi wa skimu hizo unatarajiwa kukamilika katika mwaka wa fedha 2025/26 na kuanza taratibu za kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi. Aidha, mradi wa skimu ya Selengoma yenye ukubwa wa hekta 1,500 iliyopo katika wilaya ya Kalambo upo katika hatua ya manunuzi kwa ajili ya kupata mkandarasi wa ujenzi. Mheshimiwa Fatma Taufik.
Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu ya serikali, na maswali mawili ya nyongeza. Skimu ya umwagiliaji iliyopo kijiji cha Ulumi, kata ya Ulumi, ujenzi wake haujakamilika. Je, lini ujenzi wa skimu hii utakamilika? Swali la pili, je, lini skimu ya umwagiliaji ya TAKWA iliyopo katika wilaya ya Chemba itaanza? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba skimu ya Ulumi ilijengwa zamani bila kufuata zile taratibu za mkandarasi, na sisi sasa hivi kupitia tume ndio maana tunafanya usanifu upya ili tuanze kuijenga upya iweze kuendana na wakati na isiwe inaharibika kila wakati. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya sasa hivi, na tukimaliza tutaweka mkandarasi ambaye ataanza kuijenga upya kama ambavyo mchoro utakavyokuwa umeainisha. Lakini skimu ya TAKWA na yenyewe ni moja ya skimu ambazo zipo katika utekelezaji, na nimthibitishie tu kwamba katika hatua tulizopo sasa za kutafuta mkandarasi, akishakuwa imepatikana basi ujenzi wake utaanza mara moja. Asante. Mheshimiwa Grace Tendega. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Jimbo la Kalenga lina skimu zaidi ya 19 ambazo ni chakavu sana. Nini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba skimu hizi zinakarabatiwa? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimuondoe shaka Mheshimiwa Tendega kwamba katika jimbo la Kalenga hizo skimu zote 19 na zenyewe zinafanywa usanifu wa kina na upembuzi yakinifu, na tukishakamilisha manake zitaanza kujengwa zote. Hayo ni maelekezo ambayo tulipewa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nimthibitishie tu Mheshimiwa mbunge zitafanywa kazi. Nikuona Mheshimiwa Suleiman Zaid. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Skimu ya umwagiliaji ya Liamalagwa kata ya Sigiri jimbo la Bukene ni skimu kubwa sana ambayo itapokamilika itagharimu karibu bilioni 29 na wananchi wanaisubiri kwa hamu kubwa sana. Lakini mkandarasi amekuwa na spidi ndogo sana. Je, serikali ina kauli gani kuhusu kumharakisha huyu mkandarasi ili aweze kukamilisha skimu hii ya Liamalagwa Sigiri ili wananchi waanze kunufaika na kilimo cha mpunga? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimuondoe hofu Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Suleiman Zaid wa jimbo la Bukene kwamba skimu hiyo tayari ina mkandarasi ambaye yuko kazini, lakini bahati mbaya ni kwamba yuko slow, na naielekeza Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwenda katika eneo hilo kumsukuma huyu mkandarasi, lakini kuhakikisha kuona ni changamoto gani inamfanya achelewe kufanya hiyo kazi. Kwa haya ni maelekezo na ninayatoa hapa Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Waheshimiwa wabunge niliowaona, tutakwenda Mheshimiwa Innocent Kalogores, Mtaturu, alafu Fiao. Tunaanza na Kalogores. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Skimu ya umwagiliaji ya Rubasazi iliyoko kata ya Kolero zaidi ya shilingi milioni 800 limetumika, na huu ni mwaka karibu wa 8, hakuna mwendelezo wake. Nini kauli ya serikali ili wananchi wapate kutumia hiyo skimu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba kabla skimu nyingi ambazo zilikuwa zinajengwa hapa nchini zilikuwa hazikufanyiwa tunasema usanifu wa kina na upembuzi yakinifu. Matokeo yake skimu nyingi zilikuwa zinapelekwa fedha bila kujua ukubwa wa kazi ya eneo husika. Kwa sisi sasa hivi tunachokifanya ni kurudia na kujua ukubwa wa kazi ili tupate gharama halisi, tupate mkandarasi ambaye atazijenga skimu hizo kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo miongoni mwa skimu ambazo tunakwenda kuzifanyia marejeo ni pamoja na hii skimu ambayo ameeleza Mheshimiwa Kalogres ya Malachanja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Jumane Mtaturu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Skimu ya umwagiliaji ya Mang'onyi ni skimu ambayo ilishatengewa zaidi ya milioni 700 na serikali, na tulikuwa tunamsubiri mkandarasi ili apatikane aanze ujenzi. Nimefika wizarani mara 2 na waziri unajua, niliambiwa kwenye hatua ya kwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupata mkataba. Nini hatua iliyofikiwa ili wananchi wale wa Mang'onyi waweze kupata skimu wanaoisubiri?
Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mtaturu, waambie wananchi wako kwamba tayari skimu hii tumeshapata barua kutoka kwa mwanasheria mkuu kwamba sasa tuanze tumekubaliwa kwa ajili ya utekelezaji. Kwa hiyo jambo hili lipo katika hatua tuseme ya mwisho kabisa na tutaanza utekelezaji hivi karibuni. Asante. Nilikuona Mheshimiwa Stella Friao. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nataka kujua ni lini serikali mtakamilisha skimu ya umwagiliaji katika kata ya Chitete ndani ya wilaya ya Ileje, hasa ukizingatia kwamba skimu hii ikikamilika itahudumia wananchi wa wilaya mbili kwa maana ya Mbozi kata ya Nyimbili na Ileje kata ya Chitete. Ni lini mtakamilisha ili iweze kuwanufaisha wananchi wetu? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimuondoe shaka Mheshimiwa mbunge kwamba skimu ile inafanyiwa upembuzi yakinifu na tupo katika hatua za mwisho, na tukishamaliza tutaanza ujenzi, na tunatambua ukubwa wa ile skimu ya Chitete iliyoko katika wilaya ya Ileje. Kwa hiyo tu waeleze wananchi kwamba serikali ipo katika hatua za mwisho kabla ya kuanza ujenzi wa skimu hiyo. Asante. Mheshimiwa Elbariki Kingu, kama nilikuona. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuwa naomba serikali itupe majibu. Ilitupa ahadi kutujengea skimu ya umwagiliaji katika kata ya Mgungira, Iyumbu, lakini mpaka leo tunavyozungumza jambo hili ni kama vile limepotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba serikali itupe majibu. Wanaikungi Magharibi, je, skimu hii bado wana mpango wa kuijenga? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mwenyekiti. Nimuondoe shaka kaka yangu Kingu. Wathibitishie tu wananchi kwamba ahadi ya serikali iko pale pale. Tuko katika hatua za kutafuta fedha ili tuanze ujenzi. Na wewe kwa sababu ni mmoja wa wabunge mahiri, tutahakikisha skimu hiyo inajengwa kwa faida ya wananchi wako na Tanzania nzima kwa ujumla. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na Wizara ya Afya. Nimwite sasa Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, mbunge wa Bunda, aweze kuuliza swali lake. Swali la mbunge wa Bunda nauliza, je, kwa nini tangu mwaka 2018 hadi leo MSD hawajapeleka majokofu manne ya mochwari katika kituo cha afya Mgeta kule Bunda? Naibu Waziri anajibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 21 mwezi wa pili 2024 serikali kupitia Bohari Kuu ya Dawa ilipeleka jogofu lenye uwezo wa kuhifadhi miili 6 katika kituo cha afya Mugeta, na hadi sasa jogofu hili linafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kununua na kusambaza vifaa tiba katika vituo vya kutolea huduma za afya kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Boniface Mwita Getere, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa wakati kituo cha Mgeta kinajengwa tulipewa mwongozo kwamba kituo kile kinajengwa kwa milioni 700, milioni 400 ya ujenzi na milioni 300 ya vifaa, na milioni 300 hiyo iliende MSD, sio kwamba ni hela ya kukopa wala ya kuomba. Na mpaka sasa tumepokea vifaa vya milioni 161 vifaa tiba vya kituo cha Mgeta, lakini bado milioni 139 ambayo tuliambiwa tunapewa x-ray. Na sasa ni lini hiyo x-ray ya Mgeta itaenda kwa milioni 139 iliyobaki MSD? Swali la pili, serikali na mkakati gani sasa wa kumaliza hospitali ya wilaya ya Butiama ya Bunda? Hebu kisema chako kimezima. Serikali na mkakati gani wa kumaliza hospitali ya wilaya ya Bunda ya Butiama ya Bukama? Mkakati gani wa serikali wa kumaliza hiyo hospitali, kwa sababu bado hali yake sio nzuri? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa sababu kwa kweli amekuwa ni mpambanaji na wakati wote akizunguka mawizarani kuhakikisha fedha zinakwenda kwenye wilaya yake hiyo ya Bunda. Kwanza nimwambie kwamba amesema kuna zaidi ya milioni 130 ambazo bado ziko MSD kwa ajili ya x-ray,
na nimwambie tu kwa sababu pale kwenye kile kituo kuna utaratibu sasa wa kutaka kujenga hilo jengo la X-ray. Kwa hiyo jengo la kujenga la X-ray likiisha, basi na hizo fedha zitatumika kwa ajili ya kuleta X-ray inayotakiwa kwenye eneo lake. Lakini swali lake la pili kuhusu hospitali yake ya wilaya, anajua yeye mwenyewe alifuatilia, na mwezi wa 12 ziliingia milioni 980 na zimefanya kazi kumalizia yale majengo yaliyokuepo, na sio muda mrefu aliandikiwa, halmashauri yake iliandikiwa wakapewa ceiling ya milioni 500 na wameshaainisha vipaumbele vyao, na sio muda mrefu milioni 500 hiyo itaingia ili kuweza kumalizia majengo yaliyoko pale kwenye hospitali yake. Nilikuona Mheshimiwa Francis Kumbandulane. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa utaratibu uliopo hivi sasa wa kupeleka dawa katika halmashauri zetu kutoka MSD unategemea fedha ambazo zinatoka halmashauri ili kuagiza hizo dawa, je, serikali haioni sasa wakati umefika wa kupatia mtaji wa kutosha MSD ili iweze kwenda na wakati katika kuagiza dawa na kupeleka dawa katika halmashauri zetu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nijibu tu swali zuri la Mheshimiwa mbunge. Ni kweli kwamba tunatenga hapa bilioni 200 ambazo ndio hizo zinakwenda kwenye halmashauri zetu na ndio zinazotumika kupeleka dawa, kununua dawa sasa kupeleka kwenye halmashauri zetu, lakini anazungumzia jambo la MSD kupata mtaji, na mnajua hapa tayari MSD lishapewa bilioni 100 kwa ajili ya mtaji, na serikali itaendelea kufanya hivyo, na kuna namna ambavyo serikali inafanya ili pia MSD iweze kukopa na kushirikiana na wadau mbalimbali kuweza kufikia hilo lengo. Mheshimiwa Jessica Msambata Vangu, nilikuona. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Chuo cha afya PCI kilichopo Iringa kimechakaa sana na majengo yaliyoanza kujengwa hayajamaliziwa. Je, mna mpango gani wa kumalizia chuo kile? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 187 kwa ajili ya ujenzi wa vituo mbalimbali kwenye hospitali zetu za mikoa, lakini pamoja na ukarabati wa vyoo vya kufundishia wataalamu wetu, lakini pia kujenga vyoo vipya. Nimuombe Mheshimiwa mbunge tukimaliza hapa tukae chini tuangalie katika hicho chuo chake, katika hizo fedha kama chuo chake kimepangiwa, ili niweze kumpa jibu halali kwamba kimepelekwa shilingi ngapi, ili hapa nisije nikataja figa ambao sio sahihi. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru. Hospitali ya Manyamanyama, kituo cha afya cha Manyamanyama mwanzoni ilikuwa iwe hospitali ya wilaya ya Bunda kutokana na idadi kubwa ya huduma inayotoa mpaka kwenye wilaya za jirani. Je, serikali hamuoni kwamba kuna haja ya kuiongezea mgao wa vifaa tiba ili iweze kutoa huduma stahiki? Maana sasa hivi imelemewa ukilinganisha na huduma inayoitoa. Inapata vifaa tiba kidogo na madawa, lakini huduma inayoitoa ni kubwa mpaka kwenye wilaya za jirani. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Niseme tu alichokiuliza Mheshimiwa Esther Bulaya kiko straightforward, na ukweli ni kwamba inatakiwa upeleke dawa kulingana na mahitaji, lakini kulingana na idadi ya watu na huduma kituo chenye kinavyotoa. Kwa hiyo ni muombe sasa tukija hapa tuwasiliane na mganga mkuu wa wilaya, alafu sasa atuletee idadi, alafu tuanze process ya kuiongezea dawa na vitu vingine kwenye kituo hicho. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na Wizara ya Ujenzi. Nimwite sasa Mheshimiwa Antipas Zeno Mgungusi, mbunge wa Malinyi, aweze kuuliza swali lake, na kwa niaba yake taulizwa na Mheshimiwa Festo Richard Sanga. Mbunge wa Malinyi anauliza, kwa nini serikali isijenge mitaro katika barabara ya Lupiro hadi Malinyi hadi Kilosa kwa Mpepo na kufika na Mtumbo ili kunusuru hiyo barabara isiendelee kuharibiwa na mvua? Naibu Waziri Mhandisi Godfrey Kasekenya anatoa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa barabara ya Lupilo Malinyi Kilosa kwa Mpepo
Londo hadi Lumecha yenye urefu wa kilomita 284.5, sehemu ya Ifakara Lupilo Mtimbila yenye urefu wa kilomita 112 kwa utaratibu wa sanifu na jenga, yani design and build. Ujenzi wa barabara hii utaenda pamoja na ujenzi wa mitaro kulingana na usanifu ulivyoelekeza. Kwa sehemu iliyobaki ya barabara hii, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS itaendelea kuijenga mitaro kwa sehemu zenye uhitaji ili kuilinda barabara isiharibiwe na maji ya mvua. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Festo Richard Sanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kwanza niipongeze serikali kwa majibu ambayo yanakusudia kwenda kuijenga barabara hii ambayo inaunganisha takribani wilaya na mikoa miwili tofauti. Na maswali mawili. Swali la kwanza, wakati huu ambapo mkandarasi ameingia mkataba kwa ajili ya kuijenga, barabara hii imeharibika kwa kipindi hiki cha mvua, ni yapi maelekezo ya serikali kuhakikisha barabara hii inaweza kupitika kwa kipindi hiki wakati wananchi wanaendelea kusubiri utekelezaji na ujenzi wa kiwango cha lami? Ndivyo ambavyo Mheshimiwa Mbunge ameniagiza. La pili ni kwa ajili ya wananchi wa Makete. Mheshimiwa Waziri, unaijua barabara Makete Mbeya ni barabara ambayo mvua inanyesha kwa muda mrefu, na wewe umekuwa ukikiri hapa mara kwa mara kwamba barabara inasumbua kwenye ujenzi wake. Ninapozungumza sasa hizi mvua imesimama, hainyeshi tena, kiangazi kimeanza, lakini mkandarasi hajarekebisha barabara hii ili wananchi wangu waweze kupita katika mazingira salama. Ninaomba maelekezo ya serikali muda huu, dakika hii, kwa mkandarasi yule, ili barabara iweze kupitika na wananchi waendelee kufanya shughuli za kiuchumi kwenye jimbo la Makete. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba barabara ya Ifakara Lupilo kwenda Malinyi hadi Lumecha ilipata changamoto kubwa ya kuharibika na kimsingi ilikuwa haipitiki kabisa. Lakini maeneo mengi ambayo yalikuwa yapitiki ni yale yenye mito. Na sasa hivi nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba kuna mto unaitwa Namhanga ambao ulikuwa umekata kabisa mawasiliano kati ya Malinyi na upande mwingine. Tuna mipango miwili pale Mheshimiwa Mwenyekiti, na hasa kwa wananchi wa Malinyi tuna mipango mitatu. Cha kwanza ilikuwa ni kupeleka daraja la muda la chuma ambalo tayari tumeshaliweka na magari yenye uzito usiozidi tani 10 yanaendelea kupita. Lakini mpango wa muda wa kati ni kujenga drift ili tuweze kuruhusu sasa magari yote yaweze kupita. Lakini mpango wa kudumu ni kwamba tunaanza kujenga lile daraja kwa sababu liko kwenye mpango wa kulijenga daraja lote ambalo tunasaidiana na wenzetu wa World Bank kupitia CRW hizo hela, na tayari mkandarasi tumeshampata. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba hiyo changamoto inaisha wakati huo mkandarasi atakayeanza kujenga kipande hicho cha kilomita 112 akiwa anafanya mobilization. Na kuhusu barabara hii ya Makete kwenda Mbeya, nimwagize tu meneja wa mkoa wa Njombe ahakikishe kwamba wakandarasi hawa wanarudi site, lakini kabla ya kurudi site warekebishe maeneo yote ambayo yalikuwa yamekatika, ndipo aanze kufanya kazi sasa ya ujenzi kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mchungahela, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Daraja la Mangara limesimama, ujenzi wake sasa hivi ni takribani kama ni miaka miwili hivi, na sababu ni kwamba mkandarasi hajalipwa certificate zake. Nimekuja mara kadhaa kwenye Wizara ya Ujenzi kwa ajili ya kupushi jambo hili, na hata Mheshimiwa Naibu Waziri analifahamu vizuri. Je, anataka kuzungumzia nini kuhusiana na daraja hili, sehemu ambapo takribani bilioni 5 zimeingia? Je, zinapotea bure tu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba hizo fedha ziwezi kupotea na serikali itahakikisha kwamba inalikamilisha hilo daraja. Mheshimiwa Mwenyekiti, si tu kwamba hilo daraja ni muhimu kwa ajili ya wananchi na wanaolima korosho, lakini pia ni daraja muhimu sana
kwa shughuli za ulinzi, kwa sababu ndio barabara ambayo tunasema barabara ya ulinzi kwa mikoa ya Mtwara na Ruvuma. Kwa hiyo tutahakikisha Mheshimiwa Mbunge, baada ya mvua kukatika, wakandarasi hao watarudi site ili kulikamilisha hilo daraja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuona Mheshimiwa Halima Mdee. Katika mwaka wa fedha 24-25 Bunge lilielekeza mfuko wa barabara kukusanya kutokana na tozo ya mafuta shilingi bilioni 850. Mpaka Februari mwaka huu zimekusanywa bilioni 819. Mpaka sasa hivi TANROADS wamepewa bilioni 123 tu. Lakini vile vile mnadaiwa na wakandarasi trilioni 1.3. Sasa kwa nini unawalipa Bunge majibu ambayo najua hayatekelezeki kwa sababu hamna pesa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Halima Mdee Mbunge kama ifuatavyo. Moja ni kwamba nimuombe ili apate maelezo ya kina, nitamuomba afanye mambo mawili. Ama atuletee swali lake la msingi ambalo litalingana na swali na tumpe maelezo sahihi, ama tuweze kuonana baada ya hapa, kwa sababu swala la msingi hapa Mheshimiwa Mwenyekiti ni kujenga mitaro kwenye barabara. Kwa hiyo hii swali nadhani tumuombe atuletee swali la msingi tumjibu vizuri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, na amesema sawa, lina takwimu hilo swali. Kwa hiyo kwa vile lina takwimu, nadhani ni vizuri ukalileta kama swali liweze kujibiwa. Mheshimiwa Shamsia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Ni lini serikali itafanya ukarabati mkubwa barabara yetu ya kusini ya Somanga Kibiti Lindi kutokana na uharibifu mkubwa uliopo hivi sasa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni barabara kuu ambayo inaenda mikoa ya kusini. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba kwa sasa ukienda, kazi iliyokuwa inafanyika ni kujenga maeneo yote yaliyokuwa yameharibika na hasa ya madaraja. Na tunachoongea sasa hivi ukienda utaona tayari tunasema tumeshakamilisha kazi ya chini na vyuma vimeanza kusimama. Maeneo yote yalikuwa yamechoka, sasa hivi madaraja yale yanajengwa. Lakini tuna mpango wa kuhakikisha kwamba tunakarabati maeneo yote yalikuwa yameharibika ambayo yalikuwa hayapitiki. Kwa hiyo huo mpango upo na tumekuwa tunaelezea mara kwa mara wakati tunatafuta fedha, chanzo kikubwa na ambacho kitakuwa cha uhakika kuikarabati barabara yote ya kusini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Hakuna swali lingine liko pale. Mwite sasa Mheshimiwa Steven Biabato, mbunge wa Bukoba mjini, na aweze kuuliza swali lake. Swali la mbunge wa Bukoba mjini anauliza, je, serikali imeweka utaratibu gani wa kuwatambua wakandarasi wazawa wanaofanya kazi nzuri ili kuwapa motisha? Ya usajili wa makandarasi, yani CRB, huwatambua makandarasi wanaofanya kazi nzuri kwa kuwapatia tuzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na tuzo za ukuaji haraka kwa wale wanaoonyesha ukuaji mzuri tangu usajili, tuzo kwa wakandarasi wanaozingatia usalama kazini, na tuzo kwa ajili ya kampuni zinazomilikiwa na wanawake zenye mafanikio katika miradi. Aidha, mkandarasi anapokamilisha kazi aliyopewa na kufanya kazi vizuri kulingana na mkataba, mwajiri hutoa hati maalum ya kukamilisha kazi, yani final completion certificate, ambayo hutambua kuwa kakamilisha kazi yake vizuri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Steven Biabato, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini ninalo swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, Bukoba mjini tulipata pesa takriban bilioni 12.5 kwa ajili ya ujenzi wa njia 4 kutoka katikati ya mji kwenda pembeni. Sasa napenda kufahamu ni nini mkakati wa serikali wa kuhakikisha inamwezesha mkandarasi mzuri anayefanya kazi hiyo mzawa anayeitwa Abemlo Contractors
kukamilisha kazi hiyo vizuri na kwa wakati, ili naye tuweze kumpa pongezi. Asante sana. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge serikali itahakikisha kwamba kazi hiyo inakamilika ya kujenga njia 4, na tuna kazi mbili pale. Tuna miradi mmoja ndani, yani kuna miradi miwili lakini mkandarasi ni huyo huyo. Kuna mradi wa SEC na huo mradi ambao unatekelezwa kwa fedha ya serikali 100%. Tulichofanya sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshapeleka hati za madai kwa wenzetu wa hazina ili aweze kuongeza kasi, maana amerudi nyuma, aweze kuongeza kasi na kukamilisha kazi, kwa sababu sasa hivi yuko kwenye 40%. Kwani wamkishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Bukoba, serikali tutahakikisha kwamba hiyo kazi inakamilika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa, naona swali. Endelea. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujua ni lini sasa ujenzi wa barabara ya Igauri Longero kilomita 11.5 zitaanza ujenzi wake Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii barabara iko kwenye majadiliano. Tulishaitangaza, wakandarasi washapatikana, lakini tuko kwenye majadiliano ya gharama za kuanza ujenzi kipande hicho cha Singida Ilongero kilomita 11.5. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, tunaendelea na maswali, bado tuko katika Wizara ya Ujenzi. Nimwite sasa Mheshimiwa Aisha Rose Ndogoli Matembe, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Swali la mbunge linasema, je, lini serikali itaanza ujenzi wa kiwango cha lami barabara ya Sepuka hadi Ndago kuelekea Kizaga? Inaomba swali namba 558 liweze kupata majibu ya serikali. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Sepuka Ndago ni sehemu ya barabara ya Sepuka Ndago Kizaga yenye urefu wa kilomita 77.4. Serikali tayari imeanza ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Sepuka Ndago Kizaga kilomita 77.4, na hadi tarehe 30 mwezi Mei mwaka huu kazi ya ujenzi zilikuwa zimefikia 3%. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Neema Mwandabila. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa barabara hii ni muhimu sana, wanawathibitishia vipi wananchi hawa kwamba barabara hii itaisha haraka? Lakini swali langu la pili, nilitaka kufahamu barabara ya Mbalizi Songwe Mkwajuni inaanza lini rasmi? Maana mlituambia mtatenga bajeti, hatujaona kinachoendelea site. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema kwenye jibu la msingi, barabara hii itaisha haraka kwa sababu tayari wakandarasi wako site na wameshalipwa advance, ndio maana wako wameanza kufanya kazi. Kwa hiyo cha msingi tutawasimamia ili waweze kukamilisha kwa mujibu wa mkataba. Na kuhusu Mbalizi Songwe, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tuko tayari muda wowote kusaini hii barabara kuanza kuijenga kwa kiwango cha lami kama tulivyoahidi, na bado tumeipangia tena kwenye budget ya mwaka unaokuja ili kuendelea na ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Felista Njau, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Ni lini serikali itajenga barabara ya Old Moshi kupitia Kikarara, Kidia mpaka Kirua ambayo ina kilomita 17, lakini serikali imejenga kilomita 4.5 tu? Na barabara hii ni muhimu kwa sababu inaamua hatima ya uchumi wa kata zaidi ya 5. Ni lini serikali itamaliza barabara hii? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli barabara hiyo ni muhimu na tutahakikisha kwamba tunashirikiana na wenzetu wa TARURA kuweza kuzijenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wakumbusha waheshimiwa wabunge kwamba barabara zetu ni zile ambazo hasa zinaunganisha wilaya na wilaya, wilaya na mkoa, na baadhi ambazo zinapita kwenye kata. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali
tutahakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi kwa kiwango cha lami kwa hizo barabara alizozitaja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Angelista Mabula. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumuuliza Mheshimiwa Waziri ni lini mkandarasi atarejea katika site ambapo alikuwa ameshaweka vifaa vyake, lakini mwaka jana mwezi wa 10 akaviondoa na watu sasa wanasubiri barabara na mkandarasi hayupo. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba anitajie hiyo barabara. Maana najua ana barabara mbili pale. Sasa sijajua ni ipi hasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni barabara kutoka airport kwenda Kayenza ambayo inajengwa kwa kilomita 10 kutoka airport mpaka Kabangaja kwa awamu ya kwanza. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri anayofanya kuhusu wananchi wa Ilemela. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Mwanza, serikali inachukulia barabara hii kama ni moja ya barabara ambayo ni bypass kwa watu wa kutoka airport wanaokwenda mikoa ya Simiyu na Mara na Kenya. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mkandarasi huyu tumeshapokea hati zake za madai ya fedha za awali ili aweze kurudi site na kuanza kazi na akamilishe hizo kilomita 10. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Kakunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Wabunge kutoka mikoa ya Tabora, Mbeya, Singida na Songwe wangependa kusikia kauli ya serikali kuhusu ukamilishaji wa barabara namba 8 nchini, Trunk Road namba 8, ambao kipande kutoka Ipole Rungwa Makongolosi na Rungwa Itigi hadi Mkiwa vitakamilika lini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kumjibu Mheshimiwa Kakunda na kwa niaba ya wabunge aliowataja wa mikoa hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakiri kwamba hiyo barabara iliyotaja sasa hivi ndio barabara iliyobaki, barabara ndefu na barabara kuu ya nchi hii T8, na tulichopewa maelekezo ni kuhakikisha kwamba tunatafuta chanzo kikubwa cha fedha, na tuko tayari tunaongea na taasisi mbalimbali za kifedha ambazo ziko tayari kuweza kuingia nazo ubia ili tuweze kujenga hiyo barabara ya Ipole Rungwa, lakini Mkiwa Rungwa, alafu Rungwa Makongolosi. Kwa hiyo tunajua itasaidia sana kuunganisha mikoa ya nyanda za juu kusini, mikoa ya kati, lakini na mikoa ya kaskazini. Kwa serikali inachukulia kwa muhimu kubwa sana hiyo barabara. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuona Mheshimiwa Ali Kasinge. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Barabara ya kutoka Masaninga na Ngurukuru mpaka Kilwa Masoko imeharibika vibaya sana kutokana na aidha mvua, lakini pia magari mazito yanayobeba uzito mkubwa ambayo yanapeleka materials kwenye ujenzi wa bandari kule Kilwa Masoko. Serikali iliahidi hapa kutenga fedha kwa ajili ya kuikarabati ama kuijenga upya barabara hii. Lini serikali itatekeleza ahadi yake ya kutengeneza barabara ya Masaninga na Ngurukuru Kilwa Masoko? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mabadiliko makubwa ya kiuchumi, ni kweli kuna barabara ambazo zimekuwa zimejengwa kulingana na uzito ama aina ya magari yanayopita. Sasa hivi tulichofanya ni kuisanifu hiyo barabara kulingana ukweli kwamba sasa inabeba ama inapitisha magari yenye uzito mkubwa, ili sasa tuweze kuijenga kulingana na mahitaji ya sasa. Kwa hiyo serikali inalifahamu na tunalifanyia kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Nimwite sasa Mheshimiwa Yahya Ali Mhata, mbunge wa Nanyumbu, aulize swali lake. Mbunge wa Nanyumbu anauliza, je, lini serikali itajenga kituo cha polisi cha wilaya ya Nanyumbu pamoja na nyumba za watumishi? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Na Naibu Waziri Daniel Silo anaenda kutoa majibu ya serikali. Daniel Silo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu imetoa eneo Kitaru F, kiwanja namba 1 kilichopo mtaa wa Mangaka
chenye ukubwa wa mita za mraba 68,682 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi cha wilaya na Nyumbu pamoja na nyumba za makazi ya askari. Serikali inatarajia kujenga kituo cha polisi cha daraja B kitakachogharimu kiasi cha fedha shilingi milioni 802,926,788. Fedha kwa ajili ya ujenzi kitatengwa kwenye bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 26/27. Baada ya ujenzi kukamilika, serikali itatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za makazi ya kuishi askari polisi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Yahya Muhata. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza naipongeza serikali kwa majibu mazuri ambayo yanatia matumaini. Lakini pili, napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru sana serikali kwanza kwa kutekeleza ahadi yake kutupatia gari kwenye kituo changu cha polisi pale na Nyumbu kwenye mji wetu wa Mangaka. Kituo kile ni muhimu, gari lile ni muhimu sana hasa kuzingatia kwamba sisi watu wa mipakani tunahitaji gari la uhakika kwa shughuli za ulinzi. Nawapongeza sana serikali. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, majibu ya serikali yanaeleza kwamba kituo hiki cha polisi kitajengwa kwenye kitalu F ambapo halmashauri yetu ya wilaya ya Nanyumbu imetoa. Hivyo nampongeza sana mkurugenzi kwa kutoa ardhi hii kwa ajili ya ujenzi huu. Sasa naiomba serikali inipe commitment. Ujenzi huu wa kituo hiki cha polisi daraja la B kweli utaanza katika mwaka huo wa fedha ulioitaja? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nipokee pongezi alizotoa Mheshimiwa mbunge. Pongezi ziende kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutenga fedha kwa ajili ya kazi kubwa ya upatikanaji wa magari katika mawasili wote nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali kupitia jeshi la polisi imekuwa ikijenga vituo vya polisi vya makamanda wa mikoa na wilaya. Na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wilaya na Nyumbu tunajua iko mpakani, na kwa ajili ya usalama wa wananchi wake nimhakikishie serikali imejikomiti kwa mwaka wa fedha 26/27 tunajenga kituo cha polisi cha wilaya ya Nanyumbu. Asante sana. Mheshimiwa Kalogolesi, naona kama ulishauliza swali. Ngoja twende kwanza huko. Mheshimiwa, tumeshawaona wote mliosimama, kwa hiyo naomba tu mkae. Tuanze na Esther Matiko. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimekuwa nikifuatilia kuhusiana na ujenzi wa vituo vya kisasa na vyenye hadhi katika wilaya za kipolisi za kanda maalum Tarime Rorya, na ambavyo ni Sirari, Shirati, Nyamwaga, Utegi na Tarime. Tunashukuru Tarime imeanza kujenga. Ni lini sasa mtajenga vituo hivi vingine vya kipolisi vya hizi wilaya ambazo nimezitaja zilizoko katika kanda maalum Tarime Rorya na Bunda? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali nyongeza ya Mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Esther Matiko amekuwa mdau sana Wizara ya Mambo ya Ndani, amekuwa akifuatilia ujenzi wa vituo hivi, na kama ambao tushajenga kituo hichi cha Tarime Rorya, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge vituo vingine vitaje pia tunao kwenye mpango, hatujenga mara moja, tutajenga awamu kwa awamu. Serikali inatenga fedha kwa kila mwaka wa fedha. Kwa hiyo nimhakikishie vituo vitaje pia tunao kwenye mpango tayari kutengewa fedha kwa ajili ya kujengwa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Hawa Mwaifunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru. Nyumba za askari wetu wa Tabora mjini zimechakaa na hazifanani kabisa na watu kuishi ndani ya nyumba zile. Serikali ina mpango gani wa kujenga nyumba mpya katika eneo hilo hilo ili askari wetu waweze kuishi kwenye mazingira salama na rafiki kutokana na kazi ambayo wanaifanya? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na majibu swala nyongeza Mheshimiwa Hawa Mwaifunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia jeshi la polisi itafanya tathmini kuona je kama hizo nyumba zinafaa kwa ukarabati au kujenga upya, na baada ya tathmini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nyumba hizo tunazijenga vizuri ili askari wetu kukaa katika mazingira bora ya kufanya kazi. Asante sana. Mheshimiwa, wala msisimame, tumeshawaona, kwa hiyo tutawataja tu moja moja. Mheshimiwa Asha Juma. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa vituo vya polisi na makazi ya polisi ni muhimu sana katika kila maeneo. Sasa je, ni lini serikali itakuja ni mpango mkakati wa kuainisha vituo vya polisi na makazi ya polisi nchi nzima badili ya kila mtu kuomba kwenye jimbo lake kama hivi ilivyo sasa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapojibu swali la nyongeza Mheshimiwa Asha Juma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia kwa kushirikiana na Wizara na Ofisi ya Rais TAMISEMI ina mpango kujenga vituo vya polisi
kwenye kata zote kwa upande wa Tanzania bara na sheria kwa upande wa Zanzibar. Sambamba pia Mheshimiwa Mwenyekiti, na baada ya ujenzi wa vituo hivi vya polisi tunatenga fedha pia kwa ajili ya ujenzi sasa wa nyumba za kuishi askari wetu katika maeneo hayo ili watoe huduma kwa wananchi wetu. Asante sana. Mheshimiwa Nicodemus Maganga. Asante Mwenyekiti kwa kuniona. Kwanza nianze kwa kulipongeza jeshi la polisi nchini. Juzi nilikuwa jimboni, Mheshimiwa Naibu Waziri, yakatokea majambazi yakaingia kwenye mji wa Mbogwe na wakakabiliana nayo na wakamaliza vizuri sana. Lakini changamoto walizonazo Mbogwe, askari hawana nyumba za kuishi, lakini pia kituo hawana. Mimi nilishachukua tayari eneo la kujenga kituo cha afya. Sasa swali langu la msingi ni lini waziri utatoa pesa ili kusudi wilaya ya Mbogwe ili kusudi kituo kijengwe, lakini pia na gari wapate ili kuendelee kukabiliana na majambazi? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Nicodemus Maganga, mbunge wa Mbogwe, kama ifuatavyo. Kwanza tunalipongeza jeshi letu kwa kazi kubwa wanayofanya ya kulinda raia na mali zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge ameshatenga eneo kwa halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kwa maana eneo la Mbogwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, mhakikishie tunaingiza kwenye mpango ili tutengee fedha sasa kwa serikali ili tuweze kujenga kituo cha polisi ambacho kitasaidia usalama wa raia na mali zao katika eneo la Mbogwe. Asante sana. Nikuona Mheshimiwa Omar Isa Kombo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu nimpongeze kwa dhati Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Bashungwa pamoja na Mheshimiwa Siro kwa kusikia kilio cha wananchi wa wilaya Micheweni, ujenzi wa kituo kipya cha wilaya Micheweni. Hivi ninavyokuambia tayari ujenzi umeanza. Sasa naomba niulize, ni lini serikali itawajengea polisi wetu wa wilaya Micheweni makazi ya kudumu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Omar Kombo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumaliza ujenzi wa kituo cha polisi cha wilaya Micheweni, sasa serikali itatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha sasa tunajenga nyumba za askari wetu katika eneo hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikuona Mheshimiwa Butondo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwaka 2021 tulianza ujenzi wa kituo cha afya, kituo cha polisi pale Kishapu. Na kwa bahati nzuri tumefikia hatua nzuri. Milioni 100 zimetumika katika hatua ya upauaji ambao tumeifikia kwa sasa. Hii ni nguvu za wananchi, mfuko wa jimbo pamoja na mgodi wa Mwadui ambao umechangia fedha kwa ajili ya ujenzi huu. Sasa serikali iliweka kwenye mpango wa mwaka huu ambao tunaumalizia kwamba ingetekeleza kusapoti hizi nguvu zote kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Je, serikali sasa iko tayari kukamilisha mradi huu ili mradi adha tulionayo pale tuweze kuondokana nayo? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Butondo, mbunge wa Kishapu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge yeye mwenyewe kama mwenyekiti wa mfuko wa jimbo kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hichi, wananchi wake wa Kishapu pamoja na mdau ambao ni mgodi wa almasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali yote imekuwa ikiunga mkono juhudi kama hizi ambazo wananchi wamejikomiti, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tayari kwa sababu tushaongea na Mheshimiwa mbunge kwenye mwaka wa fedha sasa unaanza 25-26 tunatenga fedha kwa ajili ya kumalizia kituo cha polisi cha wilaya Kishapu. Asante sana. Nikuona Mheshimiwa Mtemvu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jimbo la Kibamba tunatoa shukrani sana kwa serikali kupitia kituo chetu cha polisi cha wilaya cha Gogoni, kinaendelea kufanya kazi vizuri sana. Lakini ni ukweli jimbo la Kibamba liko pembezoni sana mwa Dar es Salaam na lina idadi kubwa sana ya watu. Sasa eneo la kusini ambao ni Kingazi A, Kingazi B, mpakani kwa Unju, Saranga na mtaa wa Ukombozi ina zaidi ya watu 300 na hamna kituo chochote cha polisi cha kuwasaidia usalama. Na eneo tayari wanalo. Je, serikali mnaweza mkaeka commitment ya kutusaidia pale kwa ujenzi wa haraka ili wananchi wapate usalama wao? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali nyongeza Mheshimiwa Isa Mtemvu, mbunge wa Kibamba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa sababu tayari ameshatenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi. Sisi kama serikali tunachukua Mheshimiwa eneo hilo, tunaingiza kwenye mpango na tayari kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi, eneo ambalo lina watu zaidi ya 300 kwa ajili ya usalama wao na mali zao. Asante sana. Nilikuwa na Mheshimiwa Daktari Florence Samizi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nyumba za askari polisi katika jimbo la Muhambwe ni chakavu sana. Je, ni lini serikali itajenga na au kukarabati zile nyumba ambazo ni chakavu sana ili kuweka mazingira safi kwa askari wetu wa jimbo la Muhambwe? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Dr. Samizi mbunge wa Muhambe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia jeshi la polisi itafanya tathmini katika maeneo yote ikiwepo na wilaya ya Muhambe ili kuona kwamba nyumba hizo je zinafaa kujengwa au karabatiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nyumba zako za askari katika eneo la Muhambe pia tutalichukua, tutafanya tathmini na kuingiza mpango tayari kwa ajili ya ukarabati au ujenzi kutokana na hali tutakayokuta. Asante sana. Mheshimiwa Zuberi Kuchauka. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Ifikapo tarehe 15 mwezi ujao, wilaya ya Liwale inafikisha miaka 50, lakini haijawahi kuona jengo la kituo cha polisi. Ni nini mpango wa serikali kujenga kituo cha polisi ili wananchi wale wasiendelee kupanga? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Zuberi Kuchauka ambaye swali hili ameshauliza mara nyingi na nishamjibu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti nimhakikishie serikali hii sikivu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inajua ukosefu wa kutokuwa na kituo cha polisi katika wilaya ya Liwale na iko tayari kwenye mpango na itatengewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho ili kuhudumia wananchi na mali zao. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako. Bado una swali moja. Nimwite Mheshimiwa Mustafa Munyikondo Rajabu. Swali lake litaulizwa na Mheshimiwa Haji Amur Haji. Mbunge wa Dimani anauliza, je, lini serikali itapeleka magari katika vituo vya polisi wilaya ya Magharibi B? Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi Mei 2025 serikali imepeleka gari jipya aina ya Toyota Land Cruiser pickup kwa wilaya ya Magharibi B Unguja na kufanya wilaya hiyo kuwa na magari mawili sasa. Serikali itaendelea kutenga fedha toka kwenye bajeti yake kila mwaka kwa ajili ya kununua magari na vitendea kazi vingine kwa matumizi ya jeshi la polisi na kugawa katika mikoa na wilaya zote hapa nchini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Haji. Asante sana kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri. Kajibu vizuri, lakini pia vile vile wilaya Magharibi pamoja na kwamba kuna magari mawili ambayo yamepelekwa pale, lakini bado kuna vituo ambavyo kama kituo cha Kijitopele ambacho kiko katika ndani ya jimbo la Pangawe. Kile kituo kina shida sana kwa sababu na kina mkushanyiko wa mambo mengi mno. Sasa sijui ni lini, pamoja na kwamba kuna magari, lakini kwamba serikali itaipelekea angalau zile pikipiki kwa kuweza kufanya patrol hasa kwa wakati ule wa kipindi cha uchaguzi. Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Haji Amur Haji kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari serikali ishapeleka pikipiki zaidi ya 105 katika kata na sheria kwa upande wa Zanzibar. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ametaja swala la uchaguzi, mwakishie serikali kwa jeshi la polisi wajipanga vizuri kuhakikisha kwamba maeneo yote yatakuwa salama, lakini pia tutaangalia namna ya kupeleka pikipiki katika eneo hilo ili kusaidia doria na kulinda usalama wa raia na mali zao katika eneo hilo. Asante sana. Mheshimiwa Grace Tendega, uliuliza swali, lakini uliza swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kituo cha polisi cha Tanangozi kina changamoto kubwa sana ya gari, lakini Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Masauni aliahidi kupeleka samani pale katika kituo kile. Je, ni lini serikali itapeleka samani na kuwapatia gari? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Nakujibu swali nyongeza Mheshimiwa Grace Tendega kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi sasa serikali imeshasambaza magari kwa ajili ya maOCD wilaya nzima, wilaya zote hapa nchini. Na ifikapo mwezi Agosti tutakuwa tumesambaza pia magari kwa maOCD nchi nzima. Kwa hiyo naamini magari hayo yote mawili yakipatikana, Mheshimiwa Mwenyekiti, yatasaidia pia eneo alilotaja Mheshimiwa mbunge katika eneo lake la Tandangozi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu samani tumechukua pia kituo hicho, tuingize kwenye mpango tayari kwa kutenga fedha kwa ajili ya kupatia samani ili ofisi iendelee kufanya kazi. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge siku ya leo. Waheshimiwa wabunge, tumemaliza maswali yalikuwa kwenye orodha ya shughuli za leo, na muda wetu tumeumaliza na tumeongeza kidogo kwa maswali. Sasa nilete wageni ambao tunao katika ukumbi wetu wa bunge. Kwanza ni wageni wa waheshimiwa wabunge. Tuna wageni 70 wa Mheshimiwa Jerry William Slaa, mbunge, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari. Hawa ni wanafunzi na walimu wa shule ya sekondari Juhudi kutoka Ukonga, Dar es Salaam.
Karibuni sana, karibuni sana. Lakini tuna wageni 50 wa Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagini, mbunge ambaye ni naibu wetu waziri wa Katiba na Sheria. Hawa ni wageni kutoka chama cha walimu mkoa kutoka Butiama, mkoa wa Mara. Wako pale, karibuni sana kwenye bunge letu. Tuna wageni 16 wa Mheshimiwa Kasalali Emmanuel Mageni, mbunge. Hawa ni chama cha walimu kutoka wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Karibuni sana. Tuna wageni watatu wa Mheshimiwa Maida Hamad Abdalla, mbunge. Hawa ni kaka zake kutoka mkoa wa Geita. Wako wapi? Hatuwaoni, lakini labda hawako upande huu. Karibuni sana. Alafu tuna wageni 4 wa Mheshimiwa Neema Gerard Mwandabila, mbunge. Hawa ni familia yake kutoka jijini Mbeya. Karibuni sana kwenye ukumbi wetu wa bunge. Tuna wageni 5 wa Mheshimiwa Anna Richard Lupembe. Hawa ni watumishi wa Mungu wa kanisa la KKT, usharika wa kisasa na Nation Prayer Warriors to Project kutoka mjini Dodoma. Wako pale, karibuni sana. Tuna wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Hawa ni wanafunzi 85 na walimu 11 wa shule ya msingi Mother of Mercy kutoka jijini Dar es Salaam. Simameni tuwaone. Karibuni sana wanafunzi wetu. Tuna wanafunzi 50 wa chama cha Scout wa shule ya msingi Matre Day kutoka wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Wako pale, karibuni sana wa Scout. Tuna vijana 7 wa chama cha Scout kutoka jijini Dodoma. Wa Scout 7 wako pale, karibuni sana. Tuna wanafunzi 65 na walimu 13 wa shule ya msingi Brookside kutoka jijini Dar es Salaam. Wako hapo, karibuni sana kwa mafunzo. Lakini tuna ndugu Abi Sanga kutoka jijini Dar es Salaam. Tumtangaza kabla huyu Abi Sanga. Haya ndio majina tulionayo wageni wetu kwa sasa. Mheshimiwa Bunge, hakuna matangazo mengine yaliyopo hapa, na bunge sasa litakwenda kwenye shughuli nyingine za kamati ambazo zitakuwa zinaendelea nje ya bunge. Kwa hiyo sasa ninaahirisha kikao hiki cha bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Mtazamaji wa Bunge TV, hadi kufikia hapo mwenyekiti wa bunge, msimamizi wa shughuli za leo hapa bungeni, amesitisha shughuli za bunge na kuliahirisha hadi kesho majira ya saa 3 asubuhi. Kumbuka leo kumekuwa na kipindi cha maswali na majibu tu, ndivyo ratiba ya siku ya leo ilivyoonesha, na wabunge waliopata nafasi ya kuuliza maswali kuelekea serikalini wamepata nafasi hiyo. Kumbuka pia maswali ya nyongeza kutoka kwa wabunge wengine ambao hawakuwa na maswali ya msingi, maana swali la msingi linakuwepo kwenye order paper na baadaye yanakuwepo maswali mbalimbali ya nyongeza, na wamepata nafasi ya kuuliza hapa, na serikali kupitia mawaziri wake na manaibu waziri wamepata nafasi pia ya kutoa ufafanuzi na kujibia hizo changamoto zilizoulizwa na wabunge. Basi tuseme sisi Dodoma hapa hatuna la ziada kutoka studio zetu za Bunge TV hapa jijini Dodoma. Tunakutakia kila laheri. Kwenye picha ndogo pale ni Tusajigwe Ernest, lakini mapema tulikuwa naye Habibu Purute. Mtangazaji mwenzangu ni Christina Nkia, mimi ni Victoria Patrick. Kwa niaba ya timu nzima ya Bunge TV iliyoko hapa Dodoma kukuletea matangazo haya, tunasema asante na tunakutakia mchana mwema.
Chemchem.